kutokana na utakatifu wa siku ya leo. Katika jimbo letu leo tunafanya jambo la pekee kabisa tangu asubuhi, yaani jubilei ya watoto, jubilei ya utoto wa Yesu, ambayo imekuwa ya namna yake, iliyojawa na sala, sadaka na wingi wa watoto. Kwa hivyo watoto, ninarudia neno ambalo nimesema asubuhi tuliposoma lile neno linalohusu Yesu na watoto katika ile Injili ya Mtakatifu Mathayo, pale Yesu aliposema, waacheni watoto waje kwangu, msiwakataze. Ndipo wakatiwa wakaenda kwa Yesu. Yesu akawekea mikono. Kwa hiyo nikawaambia pale ndipo sababu ya kuwaheshimu sana ni watoto, ya kuwapenda sana, na pia sababu ya kuwapa nafasi ya pekee sana imetoka kwa Yesu mwenyewe. Imeanzia kwa Yesu. Yesu aliwapa heshima ya pekee, aliwapa nafasi ya pekee, aliwajalia, aliwaonyesha upendo wa pekee, upendeleo wa pekee kabisa. Niacha sikuwaje kwangu, na walipokwenda kwake wakawekea mikono. Sasa nikawaambia asubuhi, kama Yesu anaanza kuwapenda hivyo watoto, kuonyesha nafasi ya pekee hivyo kwa watoto, kuonyesha upendo wa pekee hivyo kwa watoto, kuonyesha heshima, kwamba amewapa heshima ya juu namna hiyo watoto. Ni nani sisi kanisa tusiwapende watoto, tusiwape nafasi ya pekee na tusiwape heshima stahiki kama Yesu alivyosema? Nikasema ni lazima watoto mrudi kwa Yesu daima, mumpe shukrani za dhati nafasi mnayopewa katika kanisa na hata hapa jimbo la Moshi, heshima mnayopewa hapa jimboni na upendo mnaoonyeshwa hapa jimboni umeanzia kwa Yesu. Na nikasema Yesu ndiye chimbuko, kwetu tulipacha ni Yesu. Kwa hiyo ninawaomba, kwa sababu hiyo muendelee kumpenda Yesu sana, kumpenda sana. Amewatendea mambo ya ajabu, aliwainua kwa mambo ya ajabu hivi kwamba popote mnapokuwa hakuna mtu ambaye anaweza kuwaona kwamba nyinyi ni watu wa kawaida, ni watoto wadogo tu, wadogo lakini wenye heshima, wenye hadhi sana, wenye hekima na tija sana mbele ya Mungu, mbele ya kanisa, mbele ya jamii.
tukisema tu Mungu asante, tukiwa magotini, tukikiri Mungu, tukikiri Mungu wa Mungu, ukuu wa Mungu. Sasa naamini nilipokuwa nafanya tafakari, niliona ndivyo hivyo, kuanzia na wewe baba paroko, kuanzia na huo uwanja wako ambao kweli hawa watoto wamekanyaga leo hapa kwa namna ya pekee kabisa, kwa namna ya pekee. Sijui kama imeshatokea tena hapa Ikoni, wakaja hivi wengi kwa tukio la pekee, wakajaza kanisa na huko nje, na wakafanya hayo mambo matakatifu yofanya huko ndani. Na nyinyi pia mapadi walezi, mtaendelea kupokea neema, baraka na upendeleo wa ajabu wa kimungu utakao kuja kwenu kwa namna za ajabu, kimiujiza. Mkiambiwa kwa maelezo hamwezi, nasema tu Mungu ni wa ajabu, Mungu ni wa ajabu, Mungu ni mkuu. Na nyinyi watoto ni hivyo hivyo, na nyinyi animeta, na nyinyi watawa mlioshiriki leo, mutaonja neema za ajabu, baraka za ajabu, upendeleo wa ajabu wa Mungu kwa sababu ya siku hii. Na kama watoto ndio hivi, watoto bado ni wadogo, hawezi kuelewa tunachokisema. Lakini tunachofanya leo ni kwa nini mpate hii? Usifikiri kwamba yaani Mungu anapofanya hilo jambo kwa Maria, yaani Maria alikuwa ni hivi tu au Yosefu. Yaani Yosefu ni kwamba ni kweli anapata mshtuko, lakini ameinuliwa sana Bwana. Sije baadaye anatangazwa kuwa mume wa Bikira Maria, leo nakuwa mume wa mtoto wa Mungu. Yaani mume wa mama wa Mungu. Mama wa Mungu. Mama huyu amemzaa Mungu na unakuwa mume wake. Heshima kwa sana. Anaitwa Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria. Lakini Mtakatifu Yosefu wa mlishi anamkamata Yesu mikononi mwake. Yesu ni baba wake kabisa, kwa namna za ajabu Mungu amefanya kwamba na Yosefu apokee hivyo. Hamkisi ametoka kabisa katika nafsi yake. Lakini pia anaitwa ni baba, anaitwa msimamizi na mwombezi wa kanisa Katoliki. Amepata heshima ya pekee kabisa. Kwa hiyo hajapoteza chochote, ameinuliwa katika ulimwengu wote tangu wakati ule mpaka sasa. Na Maria ni hivyo hivyo. Kila wakati anaitwa ni mama wa Mungu. Maria hajapoteza hata alipata mshtuko itakuwaje. Basi Mungu ameshakuonyesha sasa itakuwaje, na tunaona Maria. Kwa hiyo na sisi ambao tumefanya tendo hili takatifu, jubilei ya watoto, hija, siku hii tunakutana na Mwenyezi Mungu anafanya mambo ya kimiujiza na hii katika kanisa lake na katika ulimwengu wake. Sisi msifikiri ni bure. Mungu atafanya mambo ya ajabu, kwa sababu nilikuwa najaribu kuangalia baba paroko. Yaani hawa watoto kwa kweli mapekee kabisa. Hawa watoto tangu asubuhi tukakutana nao kule, tukawapokea kule barabarani. Wametoka mbali, wengine Tarakia, wengine wametoka Kikochi kule kabisa kule Ungwe, wametoka Safarai kule, wengine wametoka Sibi kule Nguo, wengine wametoka uwanja wa ndege, wengine wametoka mbali kabisa kule Ugumama. Yaani wamekuja hapa, nimekusanyika kule. Malaika wa Mungu tangu asubuhi hawajala wala maji wala chai, wamefunga wakatembea safari ile kutoka mpaka Irani. Wanakingwa huko na magari yote yanapita pembeni kwa ajili ya watoto hao. Tukafika kwa usalama, tukaingia kanisani. Tangu tuingia kanisani, tumetoka kwa maungamo, tumerudi huko kanisani, tumepata malisho ya kiroho kutoka kwa mapwani, mafundisho mazito. Sasa baada ya hapo tukaandaliwa kwa sakramenti ya maungamo, tumekwenda kuungama, tumerudi hapa kuadhimisha Ekaristi Takatifu, tumpokee Yesu huyu ambaye ametolewa zawadi kwetu kwa namna za ajabu, na tunampokea tena kwa namna za ajabu za kimiujiza. Sasa na baadaye watapata neema kamili. Sasa baba paroko kweli, yani mambo ya kawaida hayatendeki kila wakati Ikoni, na tukia kwa nani tunakutana sana. Tumefanya jubilei na watu wazima, vijana, wana umri mzuri tu kuanzia 18 mpaka 35. Tumefanya jubilei ya mapadri, tukafunga sawa tu tangu asubuhi mpaka jioni, ya
mpaka jioni wako mbele ya Mungu. Ni kitu kikubwa sana mbele ya Mungu. Mungu anafurahi sana. Mungu anafurahi sana kwamba ana watoto wa namna hii katika kanisa lake takatifu. Ana watoto wa namna hii duniani. Kanisa limejaa. Wamekuja kufanya nini? Wamekuja kusali, kukaa na Yesu. Wamekuja kuomba neema ya mwaka wa jubilei waweze kuwa watoto wazuri zaidi. Basi mimi watoto niwaadilishie, kama mkiendelea kufuata mlioambiwa leo, mjitahidi pale mnapoanguka, tumwambia turudi tena na tena katika sakramenti ya Mungu. Turudi tena na tena, tuonyeshe unyenyekevu wa pekee kwamba si wa dhambi. Hata kama ilikuwa namna gani, bado inakuwa unabakia ni dhaifu ndani. Tuwe na utayari, tuwe na uthubutu wa kuangua magotini daima, tuombe msamaha. Mkifanya hayo tuliofundishwa leo watoto, Mwenyezi Mungu atafanya mambo ya ajabu kweli, kwa namna za ajabu, kwa namna za kimiujiza ambazo ni nini? Mtakuwa tu mnahisi, mnashuhudia mambo, neema za ajabu zinatendeka katika maisha yenu, baraka za ajabu, lakini hamwezi kueleza ni kwa namna gani zimekuja. Ni Mungu, ni Mungu. Mungu anaonyesha upendo wenu kwenu. Mungu ameonyesha upendo wenu kwenu na ataendelea kuonyesha upendo wenu, upendo wake wa ajabu kwenu, kwa sababu ameshaona yeye anawapenda na nyinyi mnampenda sana. Sadaka kubwa sana kwa siku yetu. Nyinyi sio kama sisi. Na sisi tumefunga na pasukia kijana chochote, lakini sisi watu wazima Bwana tumezoea. Ni watoto wa